Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa mji, aliishi msichana mmoja aitwaye Neema pamoja na mama yake, Mama Asha. Nyumba yao ilikuwa ndogo ya mabati iliyochakaa, na wakati wa mvua maji yalikuwa yanaingia ndani. Ingawa maisha yao yalikuwa magumu sana, walikuwa na kitu kimoja cha thamani kuliko vyote: upendo wa mama na binti. Baba yake Neema alifariki miaka mingi iliyopita. Tangu wakati huo, Mama Asha ndiye aliyekuwa akimlea peke yake. Alifanya kazi ndogo ndogo kama kufua nguo za watu na kuuza mboga sokoni ili kumpeleka Neema shule. Lakini maisha yalibadilika ghafla. Siku moja, Mama Asha alianza kuugua sana. Mwili wake ulidhoofika na mara nyingi alikuwa na homa kali na kikohozi kisichoisha. Kadiri siku zilivyopita, alishindwa hata kwenda kufanya kazi. Hapo ndipo shida kubwa ilianza. Chakula nyumbani kilianza kupungua. Wakati mwingine walilala njaa. Neema alipomwona mama yake akiteseka kitandani bila nguvu, moyo wake uliumia sana. Usiku moja, alipokuwa amekaa karibu na mama yake, alimshika mkono polepole. "Mama, usijali. Nitatafuta kazi ili nikusaidie," Neema alisema kwa sauti ya upole. Mama Asha alishtuka kidogo. "Hapana mwanangu, wewe bado ni mdogo. Unapaswa kusoma, sio kufanya kazi nzito," mama yake alisema kwa sauti dhaifu. Lakini Neema tayari alikuwa ameshaamua moyoni. Asubuhi iliyofuata alielekea mjini kutafuta kazi. Baada ya kuuliza watu kadhaa, alifika kwenye eneo la mjengo ambapo majengo mapya yalikuwa yanajengwa. Alimkaribia fundi mmoja kwa heshima. "Tafadhali, naweza kufanya kazi hapa? Nahitaji pesa kidogo kwa ajili ya mama yangu mgonjwa," alisema. Wafanyakazi walimwangalia kwa mshangao. Alikuwa msichana mdogo, mwembamba, na mikono yake ilikuwa laini kama mtu ambaye hajawahi kufanya kazi nzito. Lakini baada ya kuona jinsi alivyokuwa na nia ya dhati, walimpa kazi ndogo: kubeba mchanga na mawe. Siku ya kwanza ilikuwa ngumu sana. Jua kali lilimchoma kichwani, vumbi lilijaa hewani, na mawe yaliyobeba yalikuwa mazito kupita kiasi. Mikono yake ilianza kupata malengelenge. Miguu yake iliuma sana. Lakini kila alipohisi kukata tamaa, alimkumbuka mama yake kitandani nyumbani. Alijiambia moyoni, "Nafanya hivi kwa ajili ya mama yangu." Jioni alipolipwa pesa kidogo, alizishika kwa furaha kana kwamba ni hazina kubwa. Alinunua dawa kidogo na mkate kabla ya kurudi nyumbani. Alipofungua mlango wa nyumba yao, alimkuta mama yake amelala kitandani akimsubiri. "Mama, nimekuja," alisema kwa tabasamu lililoficha uchovu mkubwa. Mama Asha alipomwona binti yake akiwa amechoka na amejaa vumbi la mjengo, macho yake yalijaa machozi. "Mwanangu, umefanya kazi nzito kwa ajili yangu?" aliuliza kwa uchungu. Neema alitikisa kichwa kidogo na kusema kwa upole, "Usijali mama, mradi tu upone." Siku ziligeuka kwa wiki. Kila siku Neema aliamka mapema kwenda mjengoni. Alibeba mawe, mchanga na ndoo za maji. Mwili wake ulizoea uchovu, lakini moyo wake uliendelea kuwa na matumaini kwamba mama yake angepona. Lakini ugonjwa wa mama Asha haukupungua. Badala yake, ulizidi kuwa mbaya. Siku moja jioni, Neema aliporudi nyumbani akiwa na dawa mkononi, aliona nyumba yao ikiwa kimya sana kuliko kawaida. "Mama," aliita akiwa na karibia kitanda. Hakukuwa na jibu. Alimsogelea polepole, moyo wake ukianza kupiga kwa nguvu. Alimshika mkono wa mama yake. Ulikuwa baridi sana. "Mama," aliita tena kwa sauti iliyotetemeka. Lakini mama yake hakujibu. Ndipo ukweli mchungu ulipomwingia moyoni kama kisu. Mama yake alikuwa amefariki. Neema alipiga kelele ya maumivu makali. "Mama, tafadhali usiniache," alilia huku akimkumbatia mwili wa mama yake. Majirani walikimbia kuja nyumbani hapo baada ya kusikia kilio chake cha uchungu. Mingi wao walilia walipoona jinsi Neema alivyoanguka karibu na mama yake, machozi yakitiririka bila kusimama. "Mama, nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya kupona. Nilikuwa najitahidi kwa ajili yako," alisema huku sauti yake ikikatika kwa kilio. Siku ya mazishi ilipofika, Neema alisimama kimya karibu na kaburi la mama yake.
Macho yake yalikuwa mekundu kwa lia sana. Alikumbuka kila kitu, jinsi mama yake alivyomlea, jinsi alivyomfundisha kuwa na moyo mwema, na jinsi alivyopigana maisha ili Neema awe na maisha bora. Kwa sauti ya huzuni, alisema polepole, "Mama, ulifanya kila kitu kwa ajili yangu. Sasa nitajitahidi maishani ili ndoto zako zisipotee." Ingawa moyo wake ulikuwa umejaa uchungu, Neema alijua kitu kimoja muhimu. Upendo wa mama yake ungeishi ndani yake milele. Na kila alipofanya kazi mjengoni, kila toni la jasho lilimkumbusha sababu moja tu: mama yake aliyempenda kuliko kitu chochote duniani.